Msikilizaji wa Radio Voice FM 90.1, karibu sana katika kipindi hiki cha neno la Mungu cha kujifunza habari njema ya wokovu. Tunaendelea na masomo yetu ya kujifunza ukweli, hasa historia ya kanisa na ukweli wa wokovu kwa ujumla. Sisi tunaitwa Waadventista wa Sabato wa Matengenezo, IMS SDA Reform Movement au International Missionary Society, Seventh Day Adventist Church Reform Movement. Kwa majina naitwa Temanya Gabriel, niko na wenzangu David Dicto, lakini tuko na mwenzetu pia atakayejitambulisha. Kwa jina naitwa Lighton Makasitu. Asante. Basi tutakuwa pamoja tangu mwanzo huu wa kipindi hiki hadi takapotimu saa 3 kamili. Tupate ombi la kufungua kipindi chetu. Karibu ndugu Lighton. Baba yetu mtakatifu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya pekee tena umetujalia kufika mahali hapa ili kuendeleza kipindi hiki kupitia redio hii kwa njia ya kutoa masomo ya wokovu wetu. Tunakushukuru Bwana, na tunaomba sasa ukamtumie mtumishi wako atakayeweza kusimama na kutoa somo kwa wakati huu, na ukibariki wasikilizaji wote watakaoenda kusikiza neno lako. Tunaamini utakuwa pamoja nasi kwa njia ya Mtakatifu ukituongoza. Katika jina lako tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Katika historia ya kanisa kufikia jana tulifika kipindi cha Smyrna. Katika historia ya makanisa yale 7 katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3. Endelea kuwa pamoja nasi msikilizaji, ushare nasi, shiriki nasi kupitia namba 0748 208437 0748 208437 au nambari ya simu 0758228734 0758228754. Asante kwa kushiriki nasi kwa namba hizo. Jana tulifikia kipindi hicho cha Smyrna ambapo tuliona mambo mbalimbali. Tuliona jinsi ambavyo unabii wa Danieli 7:25 ulitimia kupitia mfalme wa Rumi, mfalme Konstantino, ambaye kanisa la Kikristo alifanya urafiki nalo, ama Wakristo wenyewe walifanya urafiki na serikali ya Rumi, na hatimaye ikasababisha upagani uingie live katika imani ya Kikristo. Na kwa sababu wapagani wa zamani walikuwa wanaabudu jua katika siku ya Jumapili, sasa mfalme Konstantino ambaye alikuwa ni mpagani, basi akaamrisha ufalme wake wote, yani dunia nzima, sio Mkristo sio nani, anapaswa kuiheshimu siku ya Jumapili kwa sababu ni siku ya jua, yani siku ya Mungu wake. Si jua yani Mungu jua, ama unaweza ukasema Baali katika Biblia ndio Mungu jua, ndiye aliyekuwa anaabudiwa na Mungu na mfalme Konstantino. Kwa hiyo mfalme Konstantino akaamrisha watu wote wamwabudu Mungu wake. Na leo tutakuwa na mwendelezo jinsi ambavyo mapito ambayo kanisa limepitia. Unabii wa Danieli 7:25, ndugu msikilizaji, unaeleza juu ya ufalme huu wa 4 katika dunia, jinsi ambavyo ungebadili sheria ya Mungu, na kitendo cha mfalme Konstantino kuambia watu waiheshimu siku ya Jumapili kinyume na sheria ya Mungu ambayo inaagiza kuiheshimu na kuitakasa siku ya Sabato, ilikuwa ni kutimiza unabii ulioandikwa katika Danieli 7:25 kwamba mnyama huyo angebadili majira, ama pembe ndogo ingebadili majira na nini? Na sheria. Majira na sheria. Kwa hiyo sheria ya Mungu ya Sabato ikabadilishwa kuanzia karne ya tatu ikabadilishwa rasmi kwa sheria kali za kiserikali. Na ndiyo maana mpaka leo tunaona matokeo
kwamba jambo lolote lile likishinikizwa na serikali lazima tu likubalike na wengi wachache ambao wanaweza wakapingana na serikali. Lakini neno la Mungu linasema watakatifu wa Mungu basi waliendelea kuwa waaminifu katika sheria ya Mungu, lakini wakiwa katika shida na mateso na mahangaiko. Tutaendelea kuona jinsi ambavyo historia ya kanisa ilipita. Ndugu David, naam, karibu tuendelee na neno la leo. Asante, ubarikiwe sana. Naamini msikilizaji ameweza kusikiliza utangulizi huo, uweze kubarikiwa pale ulipo. Ndio. Kama alivyosema mtumishi Gabriel ni kwamba huyu mnyama angeweza kubadili majira na nini? Na sheria. Na sheria. Nafikiri ungewasomea hilo fungu moja kwa moja ili waweze kuthibitisha. Danieli, kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari ule wa 25. Sawa. Danieli 7 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Huyu anayesema atanena maneno kinyume chake aliye juu ndiyo pembe ndogo. Hebu soma, tutafafanulia tuone. Ndio. Hebu soma tuone. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Ndio. Tuliona mnyama wa 4 alikuwa na pembe 10, si ndio? Ndio. Lakini kuna pembe ndogo iliinuka ambayo ilikuwa inanena kinyume chake aliye juu. Ndio. Sasa hiyo pembe ndogo ndio iliyobadili majira na nini? Na sheria. Majira na sheria. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Lakini tumeona kipindi cha Kaisari Konstantino. Ndio. Yeye ndio alianza rasmi kuibadilisha nini? Siku ya kusali kutoka juma ngapi? Jumamosi kwenda Jumapili. Hakufanya hivyo tu. Ndio. Pia aliingia na ubatizo wa kunyunyiza. Ndio. Alipotaka kujiunga na Ukristo ilibidi abatizwe. Ndio. Lakini wakasema sasa tunafanyaje? Mfalme tunamzamisha ndani. Mfalme na heshima zake tukamzamishe nani bwawani na majoo yake. Hapana. Ndio. Basi akasema nyie mninyunyizie tu. Ndio. Na ukisoma vitabu vinasema kwamba ndio. Kwa hiyo akakubali Ukristo kwa jina tu. Ndio. Na wale Wakristo wa kweli wakalegeza kamba zao, wakalegeza kanuni za Kikristo. Ndio. Lakini ndio hili swala Mungu analifahamu. Je, ndio kwamba lingetokea? Ndio. Je, Mungu analifahamu kwamba lingetokea? Ndio. Isaya 24 fungu la 3 ndio inasema dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa. Ndio. Maana Bwana amenena hilo. Ndio. Dunia itafanywaje? Dunia itafanywa tupu kabisa. Na kufanyaje? Na kuharibiwa kabisa. Maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza. Ndio. Inazimia. Ndio. Ulimwengu unaodhoofika. Ndio. Unazimia. Ndio. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Ndio. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Ndio. Dunia imetiwa nini? Unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa nini? Kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Sasa agano la milele nini? Agano la milele ni Sabato. Bwana asifiwe. Amina. Agano la milele ni Sabato. Ni Sabato. Sasa tuliona kwamba baada ya Konstantino kuhama utawala wa Rumi, kanisa la Rumi ndio lilichukua madaraka. Ndio. Na papa akawa ndio mtu mwenye nguvu zaidi duniani. Ndio. Katika kitabu cha Prompter, ndio, Bibliotheca, ndio, Attile Papa, ndio, volume 11, ndio, ndio, peji au ukurasa wa 26 hadi ukurasa wa 26. Ukurasa wa 26. Ndio. Anaeleza kwamba ndio, papa ni mwenye kuheshimiwa, ndio, na mwenye kutukuzwa. Ndio. Papa ni nani? Ni mwenye kuheshimiwa na kutukuzwa. Alafu yeye si mtu tu, bali ni kama Mungu. Ni kama Mungu. Ehe. Papa huvishwa taji iliyo na tabaka 3
ya kuwa na ufalme wa mbinguni Ehe. na wa duniani. Ehe. Utawala wa mamlaka ya askofu wa Rumi Ehe. hayahusiani na mambo ya mbinguni tu, Ehe. na ya duniani Ehe. na mambo yaliyo chini ya nchi. Ehe. Walakini hata hivyo juu ya malaika, hata yaliyo juu ya malaika Ehe. kuliko aliye mkuu, Ehe. kwa sababu yeye ni mkuu sana, Ehe. na mwenye mamlaka mamoja na Kristo. Ehe. Papa ni kama aliye Mungu duniani. Haya. Bwana asifiwe. Amina. Papa ni kama aliye Mungu wapi? Duniani. Haya. Kuna kielelezo hapa Ndio. cha hayo maelezo. Ndio. Kinatoka kitabu cha The Great Controversy au Pambano Kuu, ukurasa wa 60. Ndio. Pia unaweza kusoma ukurasa wa 57 hadi 88, kuna maelezo kama hayo. Ndio. Anasemaje? Anasema hivi. Ehe. Alikuwa na mke wake. Anzia pale juu, kielelezo wazi. Kielelezo wazi cha tabia yake ya kidhalimu ya mtetezi huyu wa asiyeweza kukosea. Asiyeweza kukosea hapa tumesema ni nani? Ni Papa. Ehe. Ilidhihirisha kwa jinsi alivyomtendea mfalme mkuu wa Ujerumani. Kulikuwa na mfalme mkuu wa Ujerumani, alikuwa anaitwa nani? Henry wa 4. Ehe. Kwa kudhania kupuuza mamlaka ya Papa. Sasa huyu mfalme wa Ujerumani alianza kupuuzia mamlaka ya Papa. Ndio. Nini kikafuata? Mtawala huyo alitangazwa kutengwa na kanisa. Ehe. Na kuondolewa madarakani. Yaani Papa anaweza kumuondoa mtu madarakani. Ndio. Na kutengwa na nini? Na kanisa. Ehe, endelea. Alikuwa na mke wake na mtumishi wake mwaminifu. Ehe. Alipitia milima ya Alps. Ehe. Katikati ya majira ya baridi kali ili apate kujishusha mwenyewe mbele ya Papa. Yaani alifunga safari kutoka kwake. Ndio. Kwa mguu. Ndio. Akapita milima ya nini? Ya Alps. Alps iko katika bara la nini? La Ulaya. Ndio. Si ndio? Ndio. Endelea. Baada ya kufika mwenyewe kasri ambamo Gregory Papa alikuwa amepumzika. Ehe. Akaingizwa bila mlinzi wake katika uwanja wa nje. Ehe. Na pale katika baridi kali ya majira ya baridi, bila kujifunika kichwa, miguu isiyofunikwa, mavazi ya kusikitisha, alimgoja Papa amruhusu kuingia katika uwepo wake. Yaani alipowasili sasa kwa eneo lile la Papa, ndio yule mlinzi akafungua. Ndio. Alipomfungulia tu uwanja akaingia. Ndio. Akamwacha asubiri wapi? Hapo nje. Huko anafanya nini? Anapigwa na baridi kali. Hana viatu, hana nini? Yaani anatetemeka. Ndio. Ehe. Sio mpaka baada ya siku 3 akaendelea kufunga na kuungama, ndipo Papa alipokubali kumpatia msamaha. Baada ya siku ngapi? Siku 3. Ndipo Papa alitoka. Yeye yuko nje anasubiri msamaha. Msamaha wa nani? Wa Papa. Haya. Hebu tuendelee. Twende na fungu la Luka 5:21 anasemaje? Inasema hivi. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana. Wakisema, ndio, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Sasa hapa tumeona mwanadamu anasamehe nini? Dhambi. Hata zamani Wayahudi ingawa walimwasi Yesu, ila walimwasi Mungu. Ndio. Na Yesu alimkataa, ila wanajua mtu anayesamehe dhambi ni nani? Ni Mungu peke yake. Ndio. Sasa kwa vile walimkataa Yesu, hawakujua kwamba yeye ndiye anasamehe nini? Dhambi. Na kafara zile zilikuwa zinamlenga nani? Zinamlenga yeye, Yesu Kristo. Sasa hapa tunaona kuna mtu ambaye Biblia imemtabiri kwenye Danieli 7:25 kwamba atanena maneno kinyume chake aliye wapi? Aliye juu. Sawa? Ndio. Sasa kinyume chake ni kwamba yeye anaweza kusamehe dhambi. Sasa hii kazi ilianzia wapi? Isaya 14 fungu la 13 hadi 14. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nani atafanana na yeye aliye juu? Lucifer ilikuwa ndio lengo lake. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa kilichotokea ni kwamba kulikuwa na watu ambao walianza kupinga. Ndio. Walianza kupinga haya mafundisho ya kanisa hili la Rumi. Ndio. Bwana asifiwe. Amina.
kwa sababu amri zote zilibadilishwa. Walikuwa wanasoma Biblia, ndio wanakuta mambo yanavyoenda ni tofauti. ni tofauti. Kwa mfano, hebu tuende kitabu cha Kitabu cha Kutoka 20, tulinganishe zile amri. Kutoka 20. Kutoka 20 tulinganishe hizo amri zimekaeje. Kutoka 20 nimeshafika. Haya, tunaanza fungu la kwanza, inasemaje? Tuanzie fungu la 3. Fungu la 3, amri ya kwanza. Amri ya kwanza inasema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa nitasoma hizo amri ndio kwenye kitabu cha kiitwacho Kristo njia na uzima, ndio katekisimo ya Wakristo wazima toleo la 2, ndio jimbo la Songea, ukurasa wa 174. ndio Hiki ni kitabu cha Wakatoliki wao wenyewe, ndio sio kwamba labda tunabuni tunafanya nini, ni cha wenyewe. ndio Haya, tuone kwenye amri zao wamesemaje. Wao umesema ya kwanza inasemaje? Ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Haya, huku ya kwanza inasema usiabudu miungu mingine. Sawa, vimeendana? Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Huku wao wanasema usiabudu miungu mingine. Ndio. Aya, amri ya pili huko inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Aya, huku inasema usilitaje bure jina la Mungu wako. Wako sawa? Ni tofauti. Hii ni katekisimu. Ndio. Twende amri ya 3. Amri ya 3. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Huku anasema shika kitakatifu siku ya Mungu wako. Amri ya 4 huko inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Haya, huko amri ya 4 inasema waheshimu baba na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Twende huko amri ya 5 inasemaje? Waheshimu baba yako na mama yako. Huku amri ya 5 inasema usiue. Ya 6 huko amri ya 6 inasema usiue. Haya, huku ya 6 inasema usizini. Na watu wengi wamekalili, nenda sehemu zozote, mabungeni, mabarazani, mawapi, wote wanasema amri ya 6 inasema usifanye nini? Usizini. Haya, amri ya 7 inasemaje? Amri ya 7 inasema usizini. Haya, huko amri ya 7 inasema usiibe. Vinaenda sawa? Hapana. Amri ya 8 huko inasemaje? Usiibe. Huku ya 8 inasema usiseme uongo wala usitoe ushahidi wa uongo. Kule amri ya 9 inasemaje? Usimshuhudie jirani yako uongo. Huku inasema usitamani mwanamke asiye mke wako. Huko amri ya 10 inasemaje? Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Haya, huku amri ya 9 na ya 10 wamezigawanya. Usitamani mwanamke, na ya 10 inasema usitamani mali ya mtu mwingine. Yaani umegawanya ile amri ya kutamani, imegawanywa mara mbili. Sasa hayo ni mabadiliko ambayo yalifanywa na huyu anayejiita ni nani? Mungu wapi? Duniani. Ina maana unabii ule uliotabiriwa kubadili majira na sheria ulikuwa umetimia. Ndio. Sasa kilichotokea, kuna waumini wa Kikristo waliokuwa wanapinga. Hao waliweza kupinga hayo mafundisho. Na walipopinga walianza kuteswa. Na kuuawa. Na ndipo ikatokea kanisa lile inaitwa Pergamo. Kanisa la nini? La Pergamo. Ambapo tunaweza kulipata kitabu cha Ufunuo 2 fungu la 12 hadi 17. Hapa utakuta kuna maneno yanaelezea kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Antipa. Antipa, si ndio? Sasa neno Antipa, Antipa ni neno ambalo linamaanisha anti maana yake kinyume au kusimama kinyume au kupinga. Pa maana yake baba au papa. Kwa unaposema Antipa ni watu waliokuwa wanampinga papa, ni Wakristo waliokuwa wanafuata Biblia, wanapinga mafundisho ya nini? Ya papa, ya upapa. Ni kipindi cha 3 cha Pergamo. Cha nini? Cha Pergamo. Sasa kipindi cha 4 kiliendelea. Kipindi cha ngapi? Cha 4 kiliendelea. Hapa ndio kazi ilikuwa ngumu zaidi. Kazi ilikuwa nini? Ngumu zaidi. Ilikuwa ngumu zaidi. Kuna mambo mengi tunaweza kuyaangalia. Mambo ya kuhusu kuombea wafu. Kuombea wafu ama kuomba wafu. Ili watu wasaidiwe na watu waliokufa. Haya, masuala ya kuomba msamaha. Ili usamehewe dhambi, kama tulivyoona yeye anaweza kusamehe nini? Dhambi. Kulikuwa na vyeti vilikuwa vimeandaliwa, vyeti vya msamaha. Vyeti vya nini? Vya msamaha. Yaani
kunakuwa na cheti ambacho kina gharama. Wewe unaangalia, je, nichukue chenye gharama gani kulingana na hela yako. Hivi unanielewa? Na kuelewa. Yaani wewe unakuwa na cheti ndio cha labda 5,000. Ndio. Labda kitadumu labda ndani ya wiki moja tu. Kimeisha, inabidi ukanunue kingine. Yaani ukinunua kile, maana yake wewe umeshasamehewa dhambi, unaweza kuendelea kutenda dhambi muda wote, ila umeshafanya nini? Umeshasamehewa. Umenunua cheti. Ndio. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wananunua vyeti vya mwaka mzima. Anaendelea kutenda nini? Lakini pia hivyo vyeti vilikuwa vinasema kwamba ni vya dhambi zilizopita, zilizopo, na zijazo. Yes. Dhambi zilizopita, zilizopo na zijazo. Kwa hiyo unaangalia una uwezo wa kununua cheti cha gharama gani. Kama unataka ukae kuendelea kutenda dhambi kwa mwaka mzima, basi inabidi ulipe hela nyingi zaidi. Na ndio maana hili kanisa lilikuwa tajiri sana. Na mpaka leo kanisa hili la Lumi ni tajiri sana duniani. Hamna kanisa linalolingana na hilo. Haiwezi kulinganishwa na chochote. Ukitaka uelewe, kasome Ufunuo 18. Uanze mstari wa 5 pale na kuendelea. Bwana asifiwe. Amina. Sasa katika kipindi hiki cha 4 tunakutana na watu ambao walikuwa wamepingana na huu mafundisho mbalimbali ambayo waliona sio ya kweli, ikiwemo Christmas, ikiwemo Pasaka, ikiwemo yani ubatizo wa kunyunyiza, ikiwemo masanamu hayo ambayo tumeshayaona. Walikuwa wanapinga. Na ndio maana ukiona kwenye zile amri ya sanamu, usijifanyie sanamu ya kuchonga, haipo. Haipo. Kwa sababu ukiiweka na masanamu yapo, ni vitu ambavyo vitapishana. Bwana asifiwe. Amina. Kipindi cha kanisa la 4 la Thiatira, hiki kilikuwa ni kipindi ambacho unabii ulikuwa umeeleza kwamba hii pembe ndogo ingewatesa watakatifu kwa muda wa nyakati 2.5 wakati. Maana yake ni siku 1260 ambazo zilianza mwaka 538 BK au baada ya Kristo mpaka mwaka 1798. Maana yake siku miaka 1260 watu walikuwa wanazidi kufanya nini? Kuuawa, wanateswa. Na kilichotokea ni kwamba Biblia zilichomwa moto. Biblia zilifanya nini? Zilichomwa moto. Watu wasisome Biblia. Lakini pia walizuiwa kusoma Biblia kwa lugha zao. Lazima usome tu Biblia kwa lugha ya Kilatini. Ambayo ilikuwa inajulikana na watu wachache tu. Sasa kilichotokea ni kwamba hao watu ambao walikuwa wanakataa kufuata masharti ya kanisa hili walikuwa wanauawa, na zaidi ya watu milioni 50 waliuawa. Walikuwa wanaitwa wazushi. Walikuwa wanasema hawa ni wazushi, heretics. Kwao wakawa wanauawa. Na matokeo yake ni kwamba kuna watu walikuwa wanakimbilia mapangoni na mapolini. Ukisoma kitabu cha Pambano Kuu kinasema kwamba kuna watu walikuwa wanaingia kwenye mahandaki na mapango, wanajificha huko. Maana yake maisha yao yalikuwa huko, na wafu wao walikuwa wanazika ndani ya mapango huko. Unaweza kuona jinsi gani kanisa hili lilivyofanya kazi kubwa ya kuwatesa watu wa Mungu. Lakini Biblia ilikuwa imeshatabiri. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Martin Luther. Martin Luther. Huyu bwana yeye alikuwa amejaribu kuchunguza Biblia. Kwanza wakati anasikiliza mafundisho ndani ya kanisa hili la Rumi lililokuwa chini ya mapapa, ni kwamba yeye alikuwa nadhani kinachosomwa pale ndio Biblia nzima. Kumbe vilikuwa ni vipande. Baadaye akaja kubahatisha Biblia ya Kilatini. Akaisoma akasema, yani akaitamani, akasema yani ningeipata iwe ya kwangu. Aliposoma akakuta kwamba kumbe kusamehewa dhambi ni kwa njia ya Yesu pekee, kwa njia ya imani, na mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo akashangaa kwamba kumbe tunateseka kupiga magoti kufanya nini kama Mfalme Henry alivyofanyiwa. Kumbe kuna kusamehewa bure kabisa. Na akakuta kuna mambo mengi yanaenda kinyume. Moja ya mambo akaona masanamu, ubatizo wa kunyunyizia, masuala ya Christmas, vitu mbalimbali. Mwishowe ikabidi aandike makosa 95. Thiatira, kipindi cha 4 cha historia ya kanisa la Kikristo. Kipindi hiki tumesema ni kipindi ambacho kilianza mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798. Kwa ujumla kinaitwaje hiki kipindi? Kama unaweza kuwa unaelewa, ndugu Gabriel. Kipindi hiki
cha Thiatira cha hizo siku 1260. Kama ambavyo unabii ulitabiri katika kitabu cha Danieli 7:25, ndio kwamba kupitia huu ufalme wa nne, ufalme wa dunia, ufalme wa Rumi, ndio sheria ya Mungu ingebadilishwa. Ndio. Lakini pia pamoja na sheria ya Mungu kubadilishwa, ndio watakatifu wa Mungu, yani wale waaminifu ambao wangekuwa watiifu katika amri za Mungu, wangeendelea kupitia shida kwa sababu ya ufalme huu wa Rumi. Ufalme huu wa Rumi tumeeleza kwamba uliingiliana na kanisa la Kikristo. Sawa. Kwa hiyo ulipoingiliana na kanisa la Kikristo, mambo ya Kikristo ya kanisa yakaanza kuendeshwa kifalme. Ndio. Ina maana mfalme alivyosema ndivyo kanisa lilivyosema. Ndio. Kanisa linavyosema ndivyo mfalme anavyosema. Kwa hiyo yeyote anayevunja ambaye anapinga mafundisho ya kanisa ndio ni mvunjaji wa sheria za nchi. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 1260 unaposoma katika kitabu cha Danieli 7:25 unaona kwamba atawadhoofisha watakatifu kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Ndio. Ina maana ya kwamba wakati mmoja ni sawa na mwaka mmoja, nyakati 2 ni sawa na miaka 2, nusu wakati ni sawa na nusu mwaka. Kibiblia siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Ndio. Sasa hizi nyakati 3.5 ni sawa sawa na miaka 3.5. Sawa. Miaka 3.5, miaka, kila mwaka una siku ngapi? Una siku ngapi? Ni kwamba kibiblia kila mwezi una siku 30 tu. Ndio. Kwa hiyo 30 mara 12 unapata 360. Ndio. Mwaka mmoja una siku 360. Sawa. Kwa hiyo 360 mara miaka 3.5 ndio unapata siku 1260. Sawa. Kwa hiyo hizo siku 1260 ni sawa na miaka 1260. Ndio. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 1260 tangu mwaka 538 ndio mpaka mwaka 1798. Sawa. Ni wakati ambapo kanisa la Rumi lilikuwa kwenye kilele cha juu sana. Ndio. Kilele cha juu sana, yani lilikuwa na mamlaka ya kiserikali, kiutawala. Ndio. Lilikuwa na mamlaka ya kiserikali. Ndio. Lakini pia na mamlaka ya kiroho. Kama tulivyoangalia kwamba ndio yeye mfalme wa Rumi ndio ana mamlaka ya mbinguni na wapi? Na duniani. Na yeye anaweza kawaweka wafalme na kuwaondoa. Na hicho kinafanyika mpaka leo. Ndio. Bwana sifiwe. Ndio. Sasa kilichotokea kama nilivyosema ndugu msikilizaji, ni kwamba huyu Martin Luther ndio baada ya kujifunza Biblia kwa kina na kuona makosa mengi yaliyomo ndani ya kanisa la Rumi ndio linaloongozwa na maaskofu ndio wa Kirumi, ndio ikabidi aorodheshe makosa yote yaliyomo kwenye nini? Kwenye kanisa hilo. Ambayo yanaenda kinyume na Biblia. Ndio. Kwa mfano, ndio masuala ya ubatizo wa kunyunyiza maji ndio kichwani, ndio masuala ya kuchonga sanamu na kuziabudu, masuala ya msamaha, kuomba msamaha, si ndio? Ndio. Na vipengele vingine vingi. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Baada ya kuviorodhesha vikafika 90 na ngapi? Na 5. 95. Akaenda kuvibandika nje ya mlango wa kanisa la Rumi. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Sasa watu waliokuwa mle ndani ndio wakawa wanatoka wanaenda kusoma. Ndio. Wanaangalia, kumbe ubatizo ni wa kuzamisha. Mbona sisi tunanyunyiza? Kumbe kubatiza watoto sio sawa. Kumbe kubatiza watoto haitakiwi. Kumbe mbona tunaabudu masanamu na Biblia kumbe imekataza masanamu. Ndio. Yaani wakakuta kuna mambo mengi ambayo yameingizwa ndani ya kanisa na wanaabudu yaliyo kinyume na utaratibu wa nani? Wa Mungu. Ndio. Sasa kilichotokea ni kwamba wakaamua kufanya matengenezo. Ndio. Kumbuka matengenezo, kila anayejitahidi kufanya matengenezo mara nyingi anajitahidi aanzie ndani ya kanisa, lakini inafanya nini? Inashindikana. Wanaishia kufanyia matengenezo nje ya nini? Nje ya kanisa. Sasa ndipo wakawa wanatoka. Na maana Martin Luther alitaka afanye matengenezo ndani ya kanisa. Ndio, kabisa. Ili aweze kubadilisha mambo. Yaani alibadilisha kanisa lote la Rumi. Ndio, lakini ikashindikana. Ndio. Ndipo tunaona kanisa la Lutheran linatokea. Ndio.
kuna watu wanaitwa wa Lutheran, si ndio? Au wa Lutheri, si ndio? Ndio, kwa jina la Luther. Hao yani hapo sasa, kumbuka watu wanasema dini ya kwanza duniani ni ipi? Au siku ya kusali au kanisa la kweli lianzia? Ya kwanza ni Sabato. Ndio. Haya yamekuja miaka mingi baadaye, miaka zaidi ya 4000 na baadaye. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ndio, kwa hiyo Lutheran ikawa imetokea. Ndio. Kuna makanisa kama Baptist wakasema sisi tutakuwa tunazamisha, hatutaki kunyunyiza. Likatokea kanisa la Baptisti. Lakini wanaondoka na ukweli huu mmoja, yaani wanaondoka na kakipengee kamoja. Ndio. Haya, mwingine anasema sisi masanamu tunaachana nayo. Ila unashangaa bado anaendelea kunyunyizia nini kichwani. Kwa hiyo kuna mafundisho yakawa na yanawagawanya watu, ndio, makundi na kuanzisha makanisa. Hayo makanisa, maana hao watu waliokuwa wanafanya matengenezo, ndio, wanatetea ukweli wa Mungu kutoka kwenye kanisa la Rumi, ndio, wakawa wanaondoka kwenye kanisa hilo. Na wanaondoka na wafuasi wao. Kwa hiyo ndio mwanzo wa haya makanisa, madhehebu. Ukisikia wa Protestant, ndio maana yake wana protest, protest maana yake ni kupinga. Ndio. Sasa wa Protestant ni watu ambao wanapingana na mafundisho yote ya kanisa la Rumi. Ndio. Sawa? Ndio. Sasa kuna makanisa kama Lutheran, ndio, Orthodox, ndio, Methodist, ndio, Mennonite, ndio, Baptist, ndio, Moravian, ndio, Anglican, ndio, yaliweza kuanzishwa, ndio, chini ya viongozi hao wakina Martin Luther, John Wesley, ndio, Menno Simons, ndio, Roger Williams, ndio, King Henry wa 8, ndio, unaona, ndio, na wengine wengi. Ndio. Sasa hao ndio walifanya makanisa yakatokea. Ndio ukisikia makanisa ya Kiprotestanti, ndio, yakazaliwa hapo. Kwa hiyo kama msikilizaji ulikuwa hujui ulitokea wapi, ndio ulitokea hapo. Kipindi cha Sardi hapo. Hicho ni kipindi sasa kikawa kimeingia kipindi cha Sardi cha 5. Ndio. Sawa? Ndio. Sasa katika kipindi hicho pia ni kwamba, ndio, Martin Luther alikuwa amejifunza unabii, akachimbua akasoma unabii wa Danieli. Ndio. Kwamba hata nyakati za jioni 2300 patakatifu ndipo patakapo. Ni William Miller. Martin Luther pia alichimbua huu unabii. Sawa. Alianza kuchimbua. Sawa. Mwaka 1517. Ni kweli nakumbuka aliona hukumu ya Mungu. Akaona hukumu ya Mungu inakuja miaka 3 baadaye. Miaka 300 baadaye. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Sasa ilipofika kweli, ukichukua mwaka 1517 ongeza miaka 300 inakuja mwaka gani? Inakuja mwaka 1817. Sasa wakati imefika mwaka 1817, ndio, kuna mzee mmoja anaitwa William Miller. Yeye akawa amejifunza unabii, aliongozwa na Roho Mtakatifu, ndio, na malaika alimjia akimwelekeza, ndio, naye akafungua Danieli 8:14, ndio, kwamba hata nyakati za jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa yeye akachunguza Biblia kwa miaka miwili, kuanzia mwaka 1816 ndio hadi 1818. Ndio. Anachunguza nini? Unabii. Sasa kweli alipochunguza akagundua kwamba kumbe muda umeisha. Ule unabii unatimia. Na akaona kwamba mwaka 1844 ndio Yesu anakuja. Ndio. Wakati anaendelea kufikiria, kuna Myahudi mmoja anaitwa Joseph Wolf. Ndio. Mwaka 1821 ndio akaanza kuhubiri ujumbe ule wa Danieli 8:14, ndio, ambao unaonyesha patakatifu patatakaswa. Ndio. Sasa nikurudisha nyuma kidogo. Tulisema kwamba patakatifu pa duniani, ndio, palikuwa ni kivuli, ndio, cha patakatifu halisi pa mbinguni. Bwana sifiwe. Amina. Sasa tulisema kwamba Yesu alipopaa mbinguni alienda kuingia chumba cha kwanza. Sasa alipoingia chumba cha kwanza alikaa muda gani kwenye chumba cha kwanza? Ndio. Lakini kumbuka, inatakiwa huduma yake iingie pia chumba cha ngapi? Cha pili, ambacho kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka kwenye hema ya wapi? Ya hapa duniani. Ndio. Bwana sifiwe. Ndio. Lakini Danieli akawa ameonyesha kwamba hata nyakati za jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa mwaka wa 457 ndipo huo unabii ulipoanzia. Bwana sifiwe. wa siku ama miaka 2300. Yes. Lakini huo unabii wa siku 2300
ulikuwa na siku au majuma 70 ambao ni sawa na miaka 490. Ndio. Sasa majuma 70 au miaka 490 Ndio. ilishia mwaka wa 34 AD. Ndio. Mwaka wa 34 AD. Ndio. Manake miaka 490 ilikuwa imetumika. Ndio. Sasa ukichukua 2300 ukatoa 490 utapata 1810. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa ili ujue kwamba siku 2300 zinaishia lini, ndio chukua mwaka wa 34 yalipoishia yale majuma 70 au miaka 490. Ndio. Kumbuka mwaka wa 34 ndipo walipomuua Stefano. Ndio. Na rehema ilifungwa kwa Wayahudi. Sasa chukua 1810 ongeza mwaka wa 34 utapata mwaka 1844. Sasa ikaonekana kwamba kumbe Yesu anakuja. William Miller akasoma unabii akaona kumbe muda umeisha, Yesu anakuja. Sasa ikabidi aanze kuhubiri rasmi mwaka 1833. Sawa kabisa. Kwamba Yesu anakuja mwaka 1844. Ndio. Wastani ni miaka mingapi ukihesabu hapo? Miaka ni kama 11. Wastani ni miaka 10. Miaka 10 ni miaka 10. Ni miaka 10. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa baragumu kwenye vivuli, sikukuu za vivuli tulizokuwa tumeziangalia huko nyuma, ndio ilikuwa inapigwa siku 10 kabla. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Siku 10 kabla, ndio, kabla ya siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Siku ya upatanisho ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka. Sasa kabla haijafika ile siku, ndio, siku 10 kabla baragumu zilianza kupigwa ili watu wajiandae na siku ile ya upatanisho. Ndio. Maana patakatifu palikuwa panatakaswa. Ndio. Kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Ndio. Na ilikuwa kama mtu hajatubu dhambi alikuwa anauawa ile siku. Ndio. Kwa hiyo baragumu zilipigwa ili watu waweze kujiandaa. Ndio. Sasa kiuhalisia, uhalisia wake ile ilikuwa ni kivuli. Ndio. Kiuhalisia ni kwamba sasa William Miller ndiye alianza kuhubiri kwamba Yesu anakuja duniani na kwamba patakatifu panaenda kutakaswa. Bwana asifiwe. Amina. Sasa akaweka tarehe kwamba tarehe 21 Machi ndio Yesu anakuja. Tarehe 21 Machi Yesu anakuja. Mwezi wa tatu Yesu anarudi. Ndio. Basi kilichofanyika, yale makanisa ya Kiprotestanti, ndio, kwa sababu yamejitenga kutoka Rumi, yale makanisa ya Mennonite, Baptist, Moravian, Anglican, yote hayo yalikuwa ni moja ya kanisa la nani? La Mungu. Ndio. Yakawa yameungana na William Miller kwenye kanisa la sita linaitwa Philadelphia. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo wakaanza kuhubiri wote kwamba Yesu anarudi. Makanisa yote yakaungana. Na kitabu cha maandiko ya awali kinasema kwamba zaidi ya wachungaji 700 walimsaidia William Miller kuhubiri ule ujumbe. Na inaitwa tukio la uamsho mkuu katika Amerika. Ndio. Linajulikana hata kihistoria. Kihistoria linafahamika kabisa, ukitafuta William Miller utamfahamu, utampata. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa kilichotokea ni kwamba ndio, walipoanza kuhubiri, ndio, wamehubiri kwamba Yesu anakuja mwaka 1840. Acheni dhambi, Yesu anakuja. Ndio. Walipohubiri, basi ndio, ilipofika tarehe 21 Machi, ndio, mwaka 1844, ndio, maelfu walikuwa wamekusanyika, sawa, kumsubiri Yesu. Hiyo tarehe maana ilikuwa imepangwa. Ndio. Ilipofika usiku wa manane, ndio, wakawa wamekusanyika sehemu moja. Watu wameuza mashamba, ndio, watu wameuza nyumba zao, watu wameuza mali zao zote, ndio, wanajiandaa kuja kwa nani? Kuja kwa Yesu. Baada ya hapo, hiyo siku, ndio, usiku huo, ndio, kabla hujaisha, wakaona, wanajua saa 8 labda Yesu anatokea, imefika muda ule. Wapi? Hakuna kilichotokea. Ndio. Kukaanza kucha, jogoo anawika, kukapambazuka. Yesu hajaja. Hebu fikiria, umehubiri miaka 10 na watu wengi wamekuamini na Yesu hajaja. Inakuwaje? Yaani hapo watakuona muongo. Kilichotokea, ndio, watu zaidi yaani watu maelfu walirudi nyuma, wakasema huu unabii ulikuwa ni wa nini? Wa uongo. Wa uongo. Ndio. Wakabakia watu 50,000 tu. Ndio. Ambao wakaanza kusema kwamba tumekosea wapi? Wakaanza unabii ndio wenyewe. Mbona unabii huu ndio wenyewe? Makokotoo ndio wenyewe. Mbona yenyewe? Ndio. Sasa wale watu, ndio, walipobakia watu wangapi? 50,000. Ndio. Si ndio? Ndio. Wakachunguza tena, hivi tumekosea wapi? Ndio. Walipochunguza ikaonekana kwamba tarehe, kwamba kumbe wamekosea tarehe. Kwamba kumbe Yesu haji mwezi wa 3. Ndio.
haji 21 Machi, ndio anakuja Oktoba 22, 1844. Ndio Wakasema jamani, hebu tuendelee, msirudi nyuma. Ndio tulikosea tu tarehe, mwaka ni huu, hebu tuendelee. Karibu miezi 8 wakaanza kuhubiri. Walipoanza kuhubiri, wamehubiri. Ndio ilipofika Oktoba 22, ndio ilipofika Oktoba 22 usiku ule pia watu wamekusanyika, ndio hao watu karibu 50,000. Ndio wakasema ngoja tusikilize, ila kumbuka walikuwa zaidi ya 50,000. Ndio wakasema hebu tusikilize, ndio yawezekana ni kweli akaja. Akaja watu 50,000 baada ya kufika tarehe 22 Oktoba, ndio mwaka 1844 Yesu ajaja. Ndio wakaporomoka watu wote, wakabaki watu 50 tu kutoka 50,000 baada ya Yesu kutokuja tena mara ya pili. Ndio maana yake ikawa ni pigo kubwa. Ndio kumbuka wale ambao walikwama mwezi wa 3, ndio wakawaambia hawa kwamba mlisema Oktoba, tuliwaambia ni uongo, ndio maana sisi tuliliona mapema. Ndio sasa mnaona mnadanganywa tu. Sasa unajua ni ujumbe gani huo? Ndio Ufunuo 14 fungu la 6. Hebu tulifungue tulisome. Ufunuo 14 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, ujumbe wa malaika wa kwanza linasema hivi. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hawa wakaao juu ya nchi, na kila taifa, na kabila, na lugha, na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ndio. Endelea. Ujumbe wa malaika wa kwanza umesema. Ujumbe wa malaika wa kwanza ndio huyo unaishia hapo. Ni ujumbe ambao alikuwa anahubiri huu William Miller pamoja na hawa watu wote kwamba Yesu anakuja. Haya, William Miller kama umesoma Biblia, ndio huyo malaika wa kwanza ndio anawakilishwa na huyu mtu anaitwa William Miller. Yaani unabii wa kuhubiriwa kwa ujumbe huu wa malaika wa kwanza ilikuwa ndio katika mwamko mkuu huu wa Amerika ukiongozwa na William Miller. Kwao walihubiri miaka 10 huo ujumbe wa malaika wangapi? Wa kwanza. Bwana sifiwe. Amina. Sasa alipogoma kuja Yesu mwezi wa 3, ina maana iliposhindikana ndio walioweka wao, ndio ikabidi wachunguze tena, wakakuta kwamba kumbe anakuja mwezi wa ngapi? Wa 10 tarehe 22. Ndio basi ndipo Charles Fish, ndio Josiah Litch, ndio Joshua Hess, ndio Henry Jonas, ndio Joseph Bates, ndio Francis Nichol, ndio Silas Harwell, ndio wakawa ni viongozi kwenye huu ili jopo la kupeleka huu ujumbe Oktoba 22. Ndio. Na watu 50,000 wakaungana nao. Ndio. Wakaenda kuhubiri, wakaanza kuhubiri. Jamani, tulikosea. Anakuja sio mwezi wa 3, tulikosea tarehe, ni wa 10. Oktoba. Tarehe 22. Ndio. Wakahubiri, ilipofika tarehe 22, Yesu hakuja. Wakati ajaja, ndio yale makanisa yaliyokuwa yameungana kuhubiri huu ujumbe, ndio yakarudi nyuma yote. Na huu ujumbe ndio huo. Fungu la 8 anasemaje? Fungu la 8 linasema fungu la 14 mstari wa 8 nasema, anasemaje? Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akasemaje? Umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa malaika wa pili ni hawa watu waliohubiri kuanzia Machi ndio kwenda Oktoba, ndio kwamba umeanguka nini? Umeanguka Babeli. Umeanguka Babeli. Ndio. Sasa kwa nini anasema umeanguka Babeli? Ndio. Ni kwamba yale makanisa ya Kiprotestanti yote tuliyoyataja yaliyotengana na kanisa la Rumi au la Roman Catholic, wakajiunga Moravian na makanisa mengine yale, Lutheran, Anglican, Mennonite na vitu gani, hao wakarudi kwenye makanisa yao tena walikotoka. Ndio. Baada ya kuona huu ujumbe ni wa uongo. Mara ya kwanza tumeshindwa. Yesu hajaja. Mara ya pili tena hajaja. Hapana, turudi kwenye makanisa yetu. Huu ujumbe wa William Miller tumwachie mwenyewe. Bwana sifiwe. Amina. Sasa nini kilitokea? Ndipo ikaja ujumbe mwingine wa malaika watatu. Bwana sifiwe. Amina. Ni kwamba kilichotokea, labda kinyongeza kidogo ya muhimu sana. Ndio. Kuna
wale wengine ambao huwa wanaujua huu ujumbe Sawa. wa William Miller kutabiri kuja kwa Yesu, wanasema kwamba Wasabato ni waongo. Ndiyo. Waliwahi kutabiri kuja kwa Yesu na hakuja. Kipindi William Miller ametabiri na Yesu hakuja kweli. Ndiyo. Lakini ilikuwa ni jambo la kiunabii hili. Makosa hayo yalipangwa na yangetokea. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 10, ndio mstari ule wa 8 na wa 9, anasema hadi 10, anasema unataja unabii huo unabii huo kuwa hivyo. Ndiyo. Anasema hivi, na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena, ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule nikakila. Nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu. Na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Ina maana hiki kitabu kidogo ambacho nabii Yohana aliambiwa akile, kwamba kitakuwa kitamu kinywani, lakini tumboni kitamtia uchungu, ilikuwa ni kutimia kwa unabii huu, wakati hawa wa Protestanti wanahubiri, wanatangaza ujio wa Yesu mara ya pili. Wanatangaza kwa furaha sana. Walikuwa wanaitwa Waadventista. Waadventista, wana marejeo. Hebu nielewe hapa. Walikuwa wanaitwa Waadventista. Sio Waadventista wa Sabato. Wanaitwa Waadventista. Advent maana yake ni wana marejeo. Walikuwa wanasali Jumapili. Hakukuwa na Sabato. Kumbuka Sabato ilishaangamizwa wapi? Kwenye kipindi cha zama za Konstantino kule. Na ni miaka zaidi ya 160 imepita zaidi. Bwana asifiwe. Amina. Endelea. Kwa hiyo ujumbe huu wakati wanaotangaza hawa Protestanti, hawa Waadventista, wana marejeo, walikuwa na furaha kubwa sana kwamba Yesu anafanya nini? Anakuja, anarudi. Hiyo ndio maana ya kwamba kitabu kile kilikuwa kitamu mdomoni, lakini kitabu kikawa kichungu wapi? Tumboni. Nini maana ya kitabu kuwa kichungu tumboni? Maana yake ni kukatishwa tamaa. Kukatishwa tamaa, kitendo hiki cha Yesu kutokuja kulingana na mahesabu walioyafanya, ikawa kwamba ni walikatishwa tamaa, walipatwa na uchungu mkubwa sana. Lakini kitu cha kukumbuka tu ni kwamba, kwa msikilizaji anatakiwa kuelewa kwamba mahesabu aliyoyafanya ya unabii ule wa siku 2300 yalikuwa sahihi, lakini tukio lilikuwa limekosea. Hapo ndio walikosea. Na makosa hayo yalitabiriwa kwamba yangefanyika na yangetokea kwa sababu ya ile mapenzi ya Mungu yatimizwe. Amina. Ubarikiwe sana. Nashukuru sana. Asante. Katika Daniel kuna fungu nasema, nikatazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, akaja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku. Bwana asifiwe. Amina. Ni mafungu ambayo hawa wanaharakati walikuwa wanasoma kuonesha kwamba Yesu anakuja wapi? Anakuja duniani. Lakini kumbe hakuwa anakuja duniani. Na patakatifu patakapotakaswa walikuwa nafikiri ni dunia hii inatakaswa kwa moto, na kuja kutakaswa kwa moto. Amina. Sasa Oktoba 22 Yesu akuja. Yesu akufanya nini? Hakuja. Watu wakaanza, wale waliobaki walibaki watu 50 tu. Wakiwa wamekata tamaa sana. Kwamba nabii kumbe tunaonekana ni waongo tu. Sasa kilichotokea mitaani hawakuwa wanatembea, wakajificha kabisa. Wakaanza kujificha mapolini, mashambani, ili kwa sababu ya aibu. Sasa moja ya mtu anaitwa Hiram Edson. Huyu Hiram Edson wakati anapita kwenye mashamba, anaenda kuangalia wenzake, akaona kama kuna mtu amempiga mkono begani. Akageuka kuangalia juu, akaona mbingu zimefunguka. Kuangalia akamuona Yesu anahama kutoka chumba cha patakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Alipopigwa akaangalia angani, akaona mbingu zimefunguka. Akaona kama maono. Akaona Yesu anatoka chumba cha patakatifu, anaingia chumba cha patakatifu pa pili pa patakatifu mno. Na hapa alipokuwa anaingia, ndipo kuhani duniani alikuwa anaingia mara moja kwa nini? Kwa mwaka. Kwa hiyo yeye akaenda kuambia wenzake, ndipo akapata ujumbe kwamba kumbe Yesu ameingia patakatifu patakatifu, na kwamba Yesu hakuwa anakuja wapi? Duniani.
Ndio. Hapa ndipo baadhi ya viongozi kama Hiram Edson, ndio, FB Han, ndio, ORL Crozier, ndio, hawa kulikuwa daktari na mwalimu, ndio, Frederick Wheeler, ndio, TM Prebe, ndio, Joseph Bates, ndio, James White, ndio, Ellen G. White, ndio, Enoch Jacobo. ndio. Hawa ni baadhi ya viongozi waliokuwepo katika ili kundi la watu 50 peke yake. Ndio. Bwana sifiwe. Amina. Ndipo unaona hata Ellen G. White tunayomuita nabii Ellen G. White, ndio, wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ndio, ndipo alipoanzia. Ndio. Yeye hakuwa msabato, ndio, alikuwa ni Jumapili. Wengine wanasema mwanzilishi wenu ni Ellen G. White. Bwana sifiwe. Amina. Sasa wakati wameangalia Yesu ameingia patakatifu pa patakatifu, ndio, tulijifunza patakatifu kuna sanduku la nini? La agano. Ndani yake kuna nini? Kuna mbao mbili za mawe ambazo zina amri 10. Sasa moja ya amri 10, ndio, ya 4 inasemaje? Ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa wakaoneshwa wakati wanaangalia walipoelekezwa, ndio, kama nabii Ellen G. White, ndio, akaoneshwa kwenye maono, ndio, lile sanduku la agano, na akaona zile amri 10 za Mungu, ndio, akaona amri ya 4 inang'aa kuliko amri zingine zote. Bwana asifiwe. Amina. Ikaonekana kwamba Yesu asingekuja duniani kwa sababu watu walikuwa wanaitunza, walikuwa wanaivunja Sabato, ndio, dunia nzima. Ndio. Ndipo kanisa la Waadventista wa Sabato lianza walipoitambua Sabato. Walipoitambua nini? Mwanzoni walikuwa wanaitwa Waadventista wa Jumapili. Lakini sasa wakaanza kuitwa Waadventista wa Sabato baada ya kuanza kuitambua Sabato na kuanza kuitunza. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Sasa nisome nani moja inasema hivi. Ilikuwa mwaka 1800 kuanzia mwaka 1844 hapo. Ndio. Na kuendelea mpaka mwaka 1846. Sawa. Hapo ndio walioneshwa amri 10 za Mungu. Ndio. Kuna kuzielewa kwa uzuri hasa kwa kina Sabato. Zaidi. Amina. Ndio. Sasa anasema kwamba ndio, kuna nukuu moja huwa anaipenda, ndio, ya roho ya unabii. Ndio. Inasema kwamba ndio, kanisa litapimwa kwa mizani ya patakatifu. Kanisa litapimwa kwa mizani ya patakatifu. Kanisa la Waadventista wa Sabato ndio litapimwa kwa mizani ya patakatifu. Maana hilo ndio limepewa hizo kweli. Yaani hilo ndio limebeba jumbe zote. Na ndio ni kanisa la 7, ndio tunaingia kipindi cha 7 cha Laodikia kwenye makanisa 7. Ndio. Bwana asifiwe. Inasema kwamba kanisa litapimwa kwa mizani ya patakatifu. Kama sifa za hali ya maadili yake kiroho haziendani na faida ya mibaraka Mungu aliyolipatia, litaonekana limepungua. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo inatoka Shuhuda ya kanisa ya Gombo la 5 ukurasa wa 83. Ndio. Bwana asifiwe. Amina. Kwa leo ndio naomba tuishie hapa. Ndio. Ila tujue kwamba hapa ndio kanisa, ukisikia Waadventista wa Sabato ndipo walianzia hapa. Ndio. Wana ujumbe wa patakatifu, patakatifu mno. Tutakuja kuangalia kesho kwamba ilikuwaje. Ndio. Sisi tunaita Waadventista wa Sabato wa matengenezo. Ndio. IMS. Ndio. Je, sisi ni kanisa la nane? Ndio. Ni maswali ambayo baadhi ya watu wanauliza. Je, sisi tumetoka kwenye jukwaa? Tumeshuka kwenye jukwaa? Ndio. Je, magugu na ngano ni wakina nani? Ndio. Je, tufanye matengenezo ndani ya kanisa au nje ya kanisa? Vyote hivyo tutaviona. Bwana sifiwe. Amina. Naomba tuweze kuishia hapo na Mungu aweze kukubariki msikilizaji wa Radio Voice FM. Tunashukuru kwa kutusikiliza na tunaamini kwamba umebarikiwa sana katika siku ya leo kwa haya yaliyoendelea. Watutafute kwa namba 075822 ndio 8734 075 ndio 822 8734 au namba gani? Au 0748 208437. Amina. Basi kwa kufunga ndio tuweze kupata ombi. Labda jambo tu la kumshikilia la kumkumbusha msikilizaji ni kwamba kabla ya ombi, endelea kuwa pamoja nasi. Ndio. Hii ndio historia ya kanisa la kweli. Amina. Kwa hiyo utakuwa pamoja nasi hata tutakapohitimisha katika vipindi hivi. Amina. Tukutane kesho saa 2 hadi saa 3. Amen. Basi tuombe. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru kwa upendo wako uliotufanyia tangu tulipoanza vipindi hivi. Tunaomba umbariki msikilizaji popote alipo. Umbariki aweze kuelewa haya masomo na kufanya uamuzi wa kufuata wewe. Tunapotoka mahali hapa uweze kuwabariki watangazaji na redio hii uweze kuibariki. Tukiomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amina. Amina.